Tuna kitu kimoja hivi, juzi kati hapo vitu vilitrend sana kwenye mitandao ya kijamii ni sauti za alikuwa msemaji wa Simba pamoja na Young Africans, na mzungumzia Haji Manara, ambapo walionekana kuwa snitch watu wake wa karibu, ikiwemo pia mabosi zake ambao wanafanya kazi, lakini pia alimsnitch pia moja kati ya msanii mkubwa kabisa hapa nchini, na mzungumzia Alikiba. Kupitia zile sauti ambazo zimesambaa, watu wakanamtupia lawama kubwa zaidi Haji Manara. Ni kweli kitendo alichokifanya amekosea? Kumsnitch Alikiba au tajiri wake? Wote kwa snitch. Alikiba ni maisha yake ni ya kawaida, ni kijana mwenzie, ni mtoto wa maskani. Sio muhuni, siwezi kumuita muhuni Alikiba. Ndio. Anaweza kuwa alikuwa anamzungumza kama vijana tu. Ndio. Lakini kiukweli kumzungumza mtu kama GSM kwa mtu kama Manara, ndio, kwa sababu ni makosa. Ndio. Labda nilizungumza kidogo kwa upande wa kiimani. Ndio. Sisi Waislamu Mtume anasema siku ya kiyama Mwenyezi Mungu hatomwangalia kwa jicho la rehema watu wa aina tatu, hatoangalia Mungu. Mtu wa kwanza ni mtu anayependa kusema uongo, yani kiongozi muongo kwa watu wake. Watu wameshawatawala, unaweza kuwadhibiti kwa neno kike, siku kuambia maneno ya uongo. Mtume anasema mtu huyo Mungu hatomwangalia kwa jicho la huruma na rehema siku ya kiyama. Mtu wa pili, mtu anayezini mpaka amefikia miaka 40, amevuka 40, lakini yeye kumwambia mambo ya zinaa, mambo ya ulevi, mambo ya ufedhuli, basi anafurahi. Yule jana nimelala naye yule, kiboko. Lakini kisafika miaka 40 sio chini kama nini. Huyo mtu Mungu hatomwangalia jicho la huruma. Mtu wa tatu ni maskini jeuri. Yaani wewe ni maskini lakini huna nidhamu kwa watu wenye fedha. Watu waliokuzidi kiutajiri, kimamlaka, ni kosa kubwa sana kiimani ya Kiislamu. Sio wasujudie, kuwaheshimisha. Hata ukiwa mtoto mdogo kama wewe, kijana mdogo kama wewe, na utu uzima wangu lazima nikuheshimu. Ukifika kwangu lazima nisimame, nikunyenyekee, ili nionyeshe moyo wa akili na utu kwako. Yaani uonekane kwamba tajiri, mimi tajiri, huyo mtu anafaa kumpa kazi. Sasa kuna watu wajinga, mimi maskini jeuri, si baba yake na tajiri. Wewe una akili wewe? Unaua familia nje unasema maskini jeuri? Lazima tajiri kuna namna ya kuishi naye. Ndio maana nasema tajiri anuniwi. Akisema neno hata baba mnacheka, mnasema simumzoe tu. Lakini maskini hataki sema zuri, na mambo ya fedhuli tu, weka kimya. Nini pesa? Sasa Manara, namtaja ndugu yangu Manara, kwanza historia yake ni mbaya. Sina ugomvi naye, lakini naeleza historia Manara ni mbaya. Yake wallahi na hapo kweli. Na ajirekebishe. Manara sio mtoto, sio kijana. Unajua kuna umri wa ujana, watu watasema ujana ni nusu enda wazimu. Umri wangu mimi hata nikukuta na mwanamke wewe nikimsikia umepigana, vijana tu wale bana, hebu achana nao. Unaona? Ndio. Lakini umri wangu sio nikuta napigana barabarani au nimelewa na pepesuka, utasema mtu ana akili kweli? Hata nyinyi vijana mtasema wewe mzee unajiaibisha tu hivi. Au sikia limeoa mwanamke wa miaka 20, sasa mzee na mzinifu huyu. Sema huyo mwanamke ni eji yenu nyinyi. Manara brother alikuwa ni katibu mwenezi wa CCM. Manara. Muulizeni kilichomtoa pale wakao kamtimua nini? Wakati wa Jakaya alikuwa ameshafikia nafasi yenye heshima kubwa. Manara angetulia ndani ya CCM, sasa angekuwa labda waziri. Wallahi billahi angekuwa waziri au mkuu, hata mkuu wa mkoa. Au angekuwa hata mkurugenzi wa wizara yote. Sababu uwezo nao wa kusoma Manara. Na shule kidogo kasoma, na dini kasoma kidogo, japo kwa ana elimu, lakini ana uelewa katika mambo yote ya dini na mambo ya kidunia. Manara alikuwa katibu mwenezi. Kazi yake ikawa kushinda kutwa pale wanahitaji pale Magomeni pale nani. Kwa hivyo kule wanakulia milaa kule. Magomeni hapo bana hapo. Mbona Magomeni pale Mwembechai kwa chini huko. Lango la nani unaona? Ndio alikuwa anashinda huko. Nini? Mambo ya ajabu, sitaki kutoa aibu zake. Na mstiri. Haki ya Mungu. Unaona? Mambo ya ajabu. Imefika wakamuondoa kwenye mamlaka yake ya CCM. Wakamwambia basi imetosha, acha. Kwa sababu nakizalilisha chama, CCM ni chama kikubwa. Kina watu wenye akili na maarifa, watu wanakiheshimu ndani na nje. Acha, alikuwa anashinda Saigoni kule. No, sio Saigoni. Nitapakumbuka nitakuelezeni. Kwa hiyo watu walimshangaa sana Manara, nafasi hiyo aliyopata, watu wanaidilia, watu wanaloga. Wewe unafanya mzaa, katoka.
Mara huku na huku nikamsikia Manara kaibukia Simba. Simba. Akaenda kazuza kwa bosi wake. Unaenda kupambana na tajiri kama yule mtoto yule na nani wa Simba, Fadhili wa Simba. Mo, ukapambana na Mo. Alafu mwambie tu wewe sio tajiri. Kweli? Kwa hapo tu nikaona huyu Manara ana matatizo. Baya zaidi akawa na skendo Manara mara mkuta msikitini mtolo kavaa kanzu na kilemba eti anahutubia Waislamu. Juzi nimeona kwenye hitima ya Sheikh Ali Basale. Anazungumza mna anawaambia Waislamu. Sasa hizo na Waislamu naomba na sisi watu wa hovyo sana. Lazima tuseme ukweli, sisi watu wa hovyo kweli. Hivi kweli Wakristo wanaweza kuwa na ujinga na mmeo wamchukue mtu kama Manara wanahutubia? Mnapomweka mtu mbele kuhutubia watu na maana ni kioo cha jamii, waige matendo yake na tabia. Manara ukienda kwenye wanawake yumo, Manara ukienda kwenye muziki unamkuta, Manara ukienda kwenye mpira unamkuta, Manara ukienda kwenye pombe unamkuta, ukienda kwenye bingwa kuona kuacha unamkuta. Sasa huyo mtu na mhesabu ni mtu wa aina gani? Anasoma ngapi? Kwenye sigara unamkuta. Sasa unajishangaa huyu mtu atumsemi vibaya, jirekebishe. Manara wa dini hapendi zinaa, ndio maana anafikiri dada zetu, ndio maana anaoa. Sasa ile kuona afanye uzinifu, ile kuona kwa anapaswa atafute mwanamke mcha Mungu. Haya mambo yanakuvua nguo kaka yangu Manara. Wallahi na hapa utanisamehe. Ni Muislamu mwenzangu, ndugu yangu katika imani, ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana kujieleza. Lakini mambo unayoyafanya yanatutia aibu hata sisi Waislamu. Kwa sababu wanakuita Waislamu wenzako wa Kariakoo, sababu siku hizi Uislamu na maeneo. Wewe ukiwa Kariakoo hata kama unakula pombe, unafuta bange, utaitwa tu kwenye maulidi, utawekwa kilemba, utaambiwa simama useme. Hawaangalia yale unayofanya. Hai? Wapi na wapi sasa? Kwa hiyo mtu anaiga anasema, mbona fulani kaitwa tunakunywa naye bia, tunazini naye, tunavuta naye sigara, tunafanya naye na tumbaku kubwa, na mimi hata nikivuta nitaitwa tu kwenye maulidi nitasema basi. Kwa Uislamu baki ni fashion, Islamic fashion. Lakini inasemekana Manara alikuwa na jamii ambayo anaiamini, watu wake wa karibu. Walikuwa wanapiga soga. Huoni kama pana kosa kubwa kwa huyu ambaye ameamua kutoa sauti hizi ambazo ilikuwa ni siri yao na kama kumharibia hivi Manara? Kwa nini useme bosi wako? Hiyo ni siri sawa. Kwa nini utengeneze kichini chini cha kumjadili bosi wako na watu wako wa mabaya? Unafiki. Unafiki shehe. Mimi nikiwa wewe napata maisha kutokana na wewe, haki ya Mungu tena. Nitafanya kazi kuliko ulivyonituma. Yaani nitafanya kazi ya Bwana kuliko nilivyotumwa. Ukimgusa GSM mimi mbogo, atasikia GSM nimevunja watu meno. Ili bosi aseme kweli ni naye kijana anafanya kazi, anawajibika. Wewe bosi wako unamsema ovyo ovyo, tena unasema mambo yake binafsi. Mambo ya siri ya yeye na mkewe. Hiyo ni adabu kweli sheikh? Mwisho utakuja kusema kwamba nimemkuta bosi wangu mimi amelala juu ya kifua cha mkewe. Utakuja kusema. Na kwa nini mjadili bosi wako? La pili, nafikiri sasa ajifunze kutokana na jiografia. Hata hao aliokuwa nao. Kwa nini watu wao mambo? Ni kosa sana wamefanya. Kama ni mke wake aliyemwacha, huyo mama akatubu sana kwa Mungu. Kwa sababu binadamu ni siri. Wao wameshakuwa mtu na mume, hawalikuwa waziri, ni mtu na mke. Wameoana kwa amani, wameachana kwa kheri. Kwa nini ukamvue nguo hivyo mwenzie? Kwa hiyo wewe ulikuja kummaliza maisha. Kwa nini hata ile huruma kwamba huyu mwanaume nimelala naye kitanda kimoja, nimesikia tendo la ndoa, amenipa hiki, kaninunulia hiki, kama tumeachana basi nimwache nisimfanyie haya mambo. Kwa nini umfanyie hayo? Huyu mwanamke alaaniwa na watu waseme amina. Wataalamu wa mambo waliosikia ile sauti wanamtetea kwamba yawezekana sio yeye, maana sauti inayosikika ilikuwa karibu na simu ilikuwa na rekodi ni ya mwanaume, kwa yawezekana ni marafiki zake mwenyewe Manara. Au rafiki zake Manara au huyo mama walaniwe na watu waseme amina. Kwa sababu hakuna kitu kibaya wallahi na hapa kama kutoa aibu ya mtu. Atakayemstiri Muislamu wenzake na Mungu atamstiri siku ya kiyama. Yale unajua shehe, katika dini yetu kuna mambo ya kumstiri mtu. Mfano shehe, nimekukuta wewe unakunywa pombe. Hiyo ni dhambi ya wewe na Mungu wako. Mimi hainihusu. Sio leo ndugu yangu. Kama mimi nakuhurumia wewe nitakwambia bwana Bala au bwana John acha pombe bwana, Mungu apendi. Basi. Kama hutaki kuacha, mimi hainihusu kwenda kukutangaza. Nimekukuta wewe unazidi, hiyo ni dhambi yako wewe na Mungu wako. Mimi hainihusu wala hainihusu jamii. Sana nitakwambia tuacha. Nimekukuta unamsengenya mtu, hiyo ni dhambi yako wewe na Mungu wako, utakabiliana nao, nitakukanya. Ila kuna madhambi ya kufanyia umma public. Yale lazima naweza nikakuanika. Mfano wewe ni kiongozi una hujumu umma, lazima nitakuanika. Unapotosha umma nitakuanika sababu wewe unaumiza jamii. Kwa kuna dhambi za mtu na Mungu na kuna dhambi za Mungu na watu. Sasa hiyo ya Manara ilikuwa baina ya Manara na Mungu wake.
Kulikuwa na sababu gani ya kuitoa? Na Mtume amesema laaniwe mwenye kuamsha fitna iliyolala. Hawa watu wameamsha fitna iliyolala. Wangemstiri Manara, na wallahi Mungu atawaacha siku ya kiyama. Labda wakamuombe toba kwanza Manara, wakaombe na Mungu. Hata kama Manara kafanya jambo baya, hatumungi mkono Manara. Nimeshaeleza kuovu wake, lakini wanakosea. Yeah. Moja kati ya ujumbe ambao waliuchapisha alisema yeye ni mwanadamu na kuomba radhi ni moja kati ya busara ambayo anatakiwa kuitenda. Anasema atawaomba radhi wote wale ambao amewaudhi, amewakosea katika ile sauti iliyosikika. Hii inatupa picha gani ya Manara gani mpya tena baada ya tukio hili? Kusema hivyo ameonyesha muungwana kwamba ameguswa, amekumbuka toba. Anayo haki ya kusema hivyo, na ndio muungwana usema hivyo. Mimi ni msifu kwa hilo. Kama amesema atawaomba radhi, ni kweli amekubali alisema. Na anakubali alikosea. Amekiri. Amekiri. Basi mimi nafikiri kwa niaba wale wote aliowakwasa wamsamehe. Na kaida maisha mwanadamu, niwaeleze kitu kimoja, tujifunze kitu hiki, na ndio kazi ya mitume. Kusamehe watu waliokukosea, kusahau watu waliowasaidia. Ya tujifunze sana wanadamu. Kusamehe watu waliokukosea, kusahau watu waliowasaidia. Sasa sisi tuna kasumba moja, nimeshamsaidia sana yule, sasa basi. Sasa nimefika mwisho. Umefika mwisho wewe Mungu? Mbona Mungu tunamkosea kila siku? Tunazini, tunaiba, tunasema uongo, tunadhulumu, lakini Mungu anatusamehe. Na mtu anakufa anaomba radhi kwa Mungu na Mungu anamsamehe, na ziko anakwenda peponi au mbinguni. Wewe kwa nini ushindwe kumsamehe Haji Manara? Alafu useme Muislamu, hata ukiwa Mkristo ndio kazi. Na Wakristo wana sala moja, wanasema hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Utusamehe makosa yetu. Sasa kama tunavyosamehe, sasa kwa nini hatutaki kusamehe? Na kazi ya mitume ilikuwa ni kusamehe. Yesu alisema kupigia hesabu la kushoto, mgeuze na kulia, akunyang'anyie kanzu, mwachie na joho. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kusamehe ni bora kuliko kulipa kisasi. Na Qur'ani imetaka tusamehe, na Mtume aliwasamehe watu waliompiga, akasema nimewasamehe. Sasa haya mambo ya kung'ang'ania kulipa visasi, kung'ang'ana tu mapambano, tumeyapata wapi? Roho zetu mbaya. Hata kama Manara alikuwa anafanya makosa, ni yeye na Mungu. Sisi hatupaswi kumhukumu kwamba sasa tukutia adabu. Unamtia adabu Manara, wewe nani? Mbona kaka, kwa ndio tatizo letu wa Afrika ni hilo. Siku moja nimezungumza hapa kuhusu Afrika, mtu kasema wewe unapenda sana uzungu. Hapana. Wallahi nakwambia brother, sisi wa Afrika tuna matatizo makubwa sana. Na hayo ndio sasa maisha ya Afrika. Uongo, umbea, ukichini chini, roho mbaya. Ndio wa Afrika tuko hivyo. Mzungu hana time hiyo. Watu weupe wastaarabu sana kaka. Wazungu wamekosa dini tu, lakini ni watu. Mzungu hana Uislamu wala Ukristo, lakini principles zao ni za kidini. Ukiangalia, nenda hata hospitali utibiwe wewe na mzungu, utibiwe na huyu na Mwafrika. Utaona mzungu anavyokufanyia treatment. Unaweza ukasema, la, sasa tayari nishapona. Nenda kwa Mwafrika anavyokutibu. Utafuma ingia kambi ya jeshi anavyokukomandi. La vizuri bwana. Na mambo mengi. Sasa wewe ulichagua taaluma hii ya tiba. Mishahara yetu tunalipa midogo. Ulichagua hii kama midogo, acha. Si basi. Kwa hiyo kuna rais mmoja nchi moja, nilimsikia anawaambia askari wake, akia Mungu anamwambia jamani, anayetaka kazi ya askari polisi mkono juu, polisi. Wakanyosha, anasema asiyetaka ashushe chini, aloweke silaha yetu na uniform zetu aondoke. Kama mshahara anaona utoshi, aweke combat zetu hapo, aweke na aondoke. Hatumlazimishi mtu. Kwa hiyo mmelizika na mshahara, fanyeni kazi. Sasa huu ndio Afrika. Naam. Sawa, tukimalizia hapo, Manara alikuwa na mke alioa akamwacha ambaye ni Zailisa. Lakini jana zilisambaa picha mitandaoni zikimuonesha Zailisa yuko na mtu mwingine msanii Meja Kunta. Baadhi ya watu wakawa wanajudge kwamba hakumaliza eda alafu then kaingia kwenye mahusiano mapya. Kidini hili lipo sahihi? Halipo sahihi. Kwanza Zailisa si mwanamke wa dini. Zailisa si mwanamke wa dini, na sio mwanamke, yule ni mwanaukwa. Kuna mwanamke na mwanaukwa. Tofauti iko wapi hapo shehe? Tofauti kubwa shehe. Mwanamke ni mwanamke yule anayejiheshimu na kujistiri. Mwanaukwa ni mtu anamna. Mwanamkwa ni wale mama peku peku ndio kama kina Zailisa. Zailisa si mwanamke. Wallahi billahi. Si mwanamke. Wala uwezo kaweka ndani ya nyumba mwanamke ambaye ukasema nimeoa, umeweka matatizo. Mwanamke ana sifa na vigezo. Kwa hiyo ndio maana kasema Mtume amesema tuoe wanawake kwa mambo manne: ucha Mungu, sura zao, pesa yake na generation yake iwe na dini. Sasa Zailisa ana dini?
hana dini. Hata hiyo kufunga ndoa Kiislamu ni kama vile mila tu, lakini sio ucha Mungu wala hofu. Yes. Kwa hili ndiyo tatizo. Watu wanasema wanapokezana, ametoka kwa Dula kaenda kwa Manara, sasa karudi tena kwa Mjakunta. Sasa ngeli inazunguka kwa Zailisa. Sasa wewe kwa tatizo. Hawamdhalilishi mwanamke hapo. Wanamdhalilisha mwanamke, na hata vijana wote wanaozunguka na mwanamke nao ni wachovu. Hivi dunia ya leo ni dunia ya kuzunguka na wanawake jamani? Nyinyi vijana ni dunia ya wanawake? Nyinyi mkitoka hapo ukiamua kwenda kuzini, sasa hivi unazini na mwanamke unayemtaka. Yaani ukiamua sasa hivi nakwenda kuzini hoteli, utalipa chumba na wallahi unazini muda huu na mwanamke unayemtaka. Ukitaka kesho nifunge ndoa, kwa sisi Waislamu ndoa zetu nyepesi, unaoa kesho kwa mwanamke unayemtaka. Sasa dunia leo ni ya kuwa unachezewa akili na mwanamke. Unazunguka una salaundi na mwanamke kama dawa ya mbu. Una kichwa sawa kwa lishe. Na ni ushamba, labda tuambie vijana wa Tanzania. Dunia leo sio dunia kusoboka tena na wanawake. Dunia wanawake imepitwa enzi zetu, tulikuwa mnapigania mwanamke. Dunia leo utakuta mtu anapigania mwanamke barabarani. Au unachukua mwanamke wa mwenzako, watu wanakucheka, unang'ang'ana mwanamke muovu. Dunia hii wanawake ni wengi kuliko wanaume. Ni ushamba. Unajua tatizo, vijana wengi wa Kiafrika hasa wa Tanzania ni washamba. Wengi wetu hatukusoma, wengi wetu tunasoma tutembei. Akitembea mtu kaenda Nairobi karudi kama nimetembea. Hata akienda hiyo Ulaya atembea, anafikia hoteli anarudi nyumbani katembea. Sasa ni ushamba tu ndio kunafanya babaike na wanawake. Kijana anayejitambua, dunia hii unahangaika na maisha yako na familia. Khalas. Watu wanasema Manara umri umeenda, Zailisa kuna vitu alikuwa anavikosa kwa ule mzee. Inawezekana Manara mtu mzima. Kaja kwa vijana wale na Mjakunta huko. Ni kweli. Watakusaidia vijana wenzako. Umri kwa kweli Manara anasaidiwa bwana. Inaweza kuwa nasaidiwa shekhe. Umri wangu mimi Mwaipopo sasa hivi na zaidi ya 50. Sasa nikang'ang'anie kuoa mwanamke wa miaka 22. Nina akili kweli? Mtoto anataka kila wakati mwingie uwanjani mcheze mpira. Wewe uwezi. Ukiambiwa mzee tuingie uwanjani unapumua. Unajibalaguza, ngoja nisali kidogo. Mbona uko kwenye laptop nini? Ndani kucha amelala. Pumzi toilet. Waachie wachezaji wapi waingie uwanjani wacheze mpira. Muda wako Ronaldo umekwisha. Au Beckham, waachie vijana waingie timu mpya. Kuacha Mjakunta kimbize bora. Wacha kimbize, ni wakati wake vijana, anajidai naye. Kwa ni kuumiza tu roho. Wanamuumiza Manara. Wanamuumiza kijana wa watu. Wanakokolo wanamuumiza sana. Lakini nafikiri Manara amezoea au mazingira. Ndio maana unaona wala babaiki. Manara mwanaume. Kazoea. Yule mwanaume kweli kweli. Tuna kipi cha kujifunza kwenye haya maisha? Maana mara nyingi mashehe mnatuhusia kwamba ifike mahala tutafute wenza wetu tutulie nao. Kama wenza wenyewe ni hawa, bado mashehe mnaweza mkawa na nafasi ya kutulaumu vijana kutoa. Kujifunza shehe wangu, labda nikwambie, kwanza Waswahili wanasema hivi, kosea mambo yote usikose kuoa. Na mtoto hakika kosea mambo yote usikose kuolewa. Waislamu Mungu anasema oweni mpate utulivu. Sio oweni mpate kero. Wewe uko barabarani unahangaika na makamela na nini, stress kibao, ukirudi nyumbani lazima mkeo akufariji, akuhendo, akupe ile good welcome ndani ya nyumba. Una pause. Na mwanamke kaka, mwanaume anataka kwa mwanamke mambo manne tu au matatu. Ukiyakosa hayo ni shughuli tu. Ni uongo. Mwanamke akiwa na sifa hizi, sifa ya kwanza mwanamke kuridhika na anachopewa na mumewe. Yaani mwanamke yote mwenye akili unaweza kuishi naye. Na mwanaume akimpata mwanamke wa hivi amaniki. Kwanza kumpata mwanamke anayeridhika na anachopewa na mumewe. Mwanamke jambo la pili awe na usafi wa ndani na nje. Nikisema lugha kikubwa inaeleweka. Mtoto hakika na usafi wa ndani na nje. Jambo la kazi ya tatu ya mwanamke ni kujua kupika chakula. Awe anajua namna ya kuandalia mumewe chakula. Sio unaona mwanamke anapika chakula utafikiri makapi. Au mnaagiza hotelini. Mnaagiza hotelini kwa ajili ya mwanamke kana anashindwa kupika chakula. Jambo la tatu, mwanamke awe anajua mechi ya kitandani. Ndio utakuta mtu jamaa kampendia nini mwanamke? Mwanamke sura mbaya, ujui ndani ya uwanja anacheza namba ngapi. Upate mwanamke anayejua kucheza mechi balabala. Jambo la tano, upate mwanamke anayeheshimu familia yako. Sio amekuja mama yako hapa, wangu na bwana mama yako kaje bwana ananuka. Huyu mama tumrudishe kwa umbea bwana, situko huyu tu kwa huyu. Arudi bwana. Sasa ndio ulivyokuwa boga ni kweli mke wangu umemshauri la maana. Mama itabidi arudi tu Tukuyu Mwakaleli. Atengeneza kakati tu Migomba. Mama si ungerudi tu Mwakaleli kule kama hela na kuhudumia huko. Stupid wewe.
Una akili kabisa. Mke wako akifikia kusema mwambie unaondoka wewe, mama anabaki hapa. Dada yako utaondoka wewe, dada anabaki hapa. Wewe una akili wewe, nimwache mama yangu au baba yangu? Na sio mama tu, hata baba. Kwa sababu watoto wengi wamebezi kwa mama ubwege. Wewe unabezi kwa mama, mama ndio aliyekulea wewe kakusomesha. Lazima tuambie watu kweli, hatujipigii debe wanaume shekhe. Hatujipigii debe wanaume. Baba ndio kanisomesha mimi. Baba kaninunulia nguo mimi, chakula. Baba alikuwa ananibeba begani kunipeleka shule. Baba alikuwa ananipigania mimi. Baba alikuwa ananifanyia mambo yote ya kheri mimi. Mama alikuwa ananifulia nimekaa tumboni miezi 9 mpaka 10. Kwa nyinyi wote ni watu muhimu, sio mama wala baba. Wote ni watu muhimu katika maisha ya mtoto. Kuna watu wamebezi kwa mama tu. Ukiambia mimi mama tu. Mimi mama unakuta mama mnafiki. Kazi yake kumlisha mtoto maneno ya kinafiki. Amekuja shangazi yako, mchukie, usimpe hela shangazi. Usimpe hela. Nipe tu mimi wanangu, alafu na mamako mdogo na mamako mkubwa. Wewe mama mchawi. Unamtakia laana mtoto wako. Na maneno ya watu watano shekhe wangu nimalizie katika familia ya ogope sana. Babu yako, bibi yako, baba yako mdogo, baba mkubwa, shangazi, mjomba, kaka na mdogo wako. Au watu kama unapata maisha wasaidie kadri unavyoweza kuwasaidia. Hiyo ni damu, na ukiwadhalau akakusema neno mabaya unapata laana. Sasa kuna watu wajinga katika familia ndio wanaoa wanawake kama hawa. Mwanamke anamwambia mimi hapa ni wewe na watoto wetu tu mume wangu. Basi wewe una akili kweli? Na mwanaume mijinga inakubali, hata mimi nimeona ni kweli mke wangu. Hapo mimi nimeona ndugu wao wananichawa tu hawa. Mimi ni wewe na mke wangu. Una akili? Unapata nafasi unakuwa waziri, ndugu zako wanafanya mahebu. Waziri, ndugu zako wanafanya mahebu. Mkuu wa wilaya, ndugu zako wanafanya mahebu. Mkuu wa wilaya anachukua mshahara karibu milioni 8, 9. Ndugu zako wanafanya, mkuu wa mkoa, sio wilaya, wanafanya mahebu. Unakuwa rais wa nchi, ndugu zako wanafanya mahebu. Unastaafu rais, ndugu zako wanafanya mashati ya mitumba ya Kariakoo au ya Ilala. Wewe una akili? Hata kama ndugu zako hawana akili, hawawezi. Mungu hawezi kuleta familia yenye akili wote. Mungu amekupa wewe neema ipitie kwako. Umeshakuwa kiongozi mkubwa wa serikali. Eti ndugu zako wanakuwa wanafanya mahebu, wanafanya jinsi ya kuchagua chini. Wape maisha. Umeshakuwa kiongozi mkubwa, wape maisha, wale shavu. Hata rafiki zangu wa chini kule lazima wale maisha. Mungu akubariki. Yes, ndio maisha. Okay. Sawa. Sheikh, tumezungumza mengi sana, tumejifunza mengi. Asante kwa nasaha. Lakini chochote ambacho labda hatujakuuliza kwa sekunde. Kama ni kwamba niwaambie wa Tanzania wa Afrika, tubadilike, tuache roho mbaya, tuache roho za husda, tuache uchoyo na ulafi na ubinafsi. Tujaribu sana kuviacha hivi vitu. Vinatupotezea nafasi na muda. Na tuishi na wake zetu kwa tahadhari. Mungu ametutaka hivyo. Tusiwaamini tukakabidhi roho. Mke sio ndugu, mke ni udugu wa paja tu. Mke mimi naita ni udugu wa paja. Ndugu ni mtoto wako, mdogo wako, kaka yako, baba yako, mama yako. Ile ndio generation, ndio family. Wale ndio unatakiwa ukae nao. Na ukipata kidogo gawana na ndugu. Sio ukae mngangania tu unaona raha. Mkienda kijijini kwa baba eti umeenda na gari, ndugu zako wanaenda kwa miguu, wamevaa maebo, wananuka bange si bange, perfume si perfume, ugolo si ugolo, hata mafuta kupaka hawana. Wewe unaona raha, wewe umeenda umependeza. Never, tusio na akili za kijinga za namna hiyo. Yaani unaona raha kuona wenzako wanadhalilika. Haiwezekani. Hata jirani, usipende kuona jirani yako anapata maisha magumu, msaidie jirani wa nyumba. Msaidie kama unaona mtu hana. Kwa hiyo nipende sana kutoa nasaha hizo mashaikh. Shukrani sana. Asante baba, asante sana.